Mimi ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma, idara ya saikolojia ya elimu na mafunzo ya mitaala. Katika idara yetu tumekuwa tukitekeleza mradi wa Learning is Visual, ambao ni mradi ambao umeanzisha degree ya uzamili au degree ya pili ya masters ili ya elimu maalum. Na lengo kuu la masters hii au degree ya uzamili ni kuandaa walimu ambao wana ujuzi wa kuhudumia wanafunzi walio shule za msingi na sekondari na vyuo ambao wana changamoto za uoni katika kujifunza. Kwa mradi ulianza 2021 kwa kuandaa hiyo masters, na tayari tumesha dahili wanafunzi. Mwaka wa kwanza tulidahili wanafunzi 22 na mwaka wa pili sasa hivi tena tumedahili wanafunzi 20. Kwa jumla masters na wanafunzi wapatao 42 ambao wote mradi umeweza kuwalipia ada kwa ajili ya kuwawezesha kusoma. Kwa wao wanajigharamia tu gharama zingine, lakini mambo ya ada wamelipiwa na mradi, na mradi unaendelea vizuri na wamekuwa wakifundishwa na walimu kutoka Norway na walimu wa UDOM. Lakini kwa upande wa mafunzo kwa vitendo tunashirikiana na wakufunzi kutoka chuo cha Patandi. Kwa hiyo ndio programu yetu inavyoendelea, lakini mradi pia umewezesha kuanzisha kituo cha kupima mambo ya uoni pale chuoni, lakini pia tumekuwa na mashirikiano na taasisi zingine, na pia mradi umewezesha upatikanaji wa vifaa vya kupima macho na kwa ajili ya kufundishia wanafunzi na kujifunzia na kufanya hizo kazi za upimaji. Kwa kifupi, mradi wetu ni huo ambao unaendelea, lakini mradi unategemea kuisha mwezi wa 7, lakini masters iliyoanzishwa itaendelea kuwepo pale Chuo Kikuu cha Dodoma kwa sababu ni sehemu au ni mojawapo ya programu za elimu ya uzamili pale Chuo Kikuu cha Dodoma. Katika semina ya leo nimefurahi kwa sababu mimi ni mmoja wa watu waliofaidika na semina hii. Tangu ilipoanza 2018 nilipata elimu ya namna ya kupima na kuwafanyia mazoezi ya utengamao watoto ambao wana mahitaji maalum, wale wasioona na wale wenye changamoto mbalimbali za uoni, kama macho kuona upande mmoja, macho kuacha kuzunguka kwa kawaida kama inavyotakiwa. Kwa hiyo nimefaidika kikubwa sana na hii program, na ndio maana niko hapa, na nashauri elimu hii iendelezwe sehemu mbalimbali za Tanzania, hususan kwenye vyuo vya ualimu vyote, ili walimu wote waweze kuipata hii elimu na watoto wengi zaidi waweze kufaidika, kwa sababu kwa sasa inaonekana imefaidisha sana watoto wa Arusha. Asante ndugu mwandishi wa habari. Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Luciani Ereneo Segesela, mkuu wa chuo cha elimu maalum Patandi, kiko Arusha, na chuo hiki kiko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Niko hapa kwa ajili ya kushiriki mkutano wa mwisho wa utekelezaji wa mradi wetu ambao ulikuwa unatekelezwa kwa mashirikiano na ndugu zetu kutoka Norway. Mradi huu umekuwa na utekelezaji kwa kipindi cha miaka 4, kwani ulianza tangu 2022 na hatimaye mwaka huu ndio tunahitimisha. Kwa hiyo tupo hapo, tumekutana na wadau mbalimbali waliohusika katika utekelezaji wa mradi huu ambao wako wa aina 4. Wadau hawa ni kutoka chuo cha walimu Patandi, kutoka chuo kikuu cha Dodoma, kutoka taasisi ya elimu Tanzania, pamoja na washirika wetu wa mradi kutoka Norway ambao wametoka kwenye chuo ambacho kwa Kiingereza kinajulikana ni kwamba Western Norway University of Applied Science au HVL, ndio chuo ambacho tunashirikiana nao katika utekelezaji wa mradi huu. Ndugu mwandishi wa habari, mradi huu kwa kweli tunaushukuru kwa maana kwamba umekuwa na manufaa makubwa kwa sisi wa Tanzania na wadau wa elimu kwa ujumla, kwa sababu mradi huu ulijikita katika kubadilishana uzoefu, ujuzi na kupeana maarifa pamoja na kufanya tafiti za pamoja
kuhusiana na changamoto za watoto na wanafunzi wenye uoni hafifu, ambao hawana uoni kabisa na zingine. Kwa hiyo wataalamu wa taasisi zote wamekuwa wakishirikiana kwa ajili ya kwenda kutembelea shule na kufanya semina na mafunzo kwa walimu katika shule hizo ili kuwajengea uwezo wa kuweza kuwasaidia watoto wenye changamoto za uoni katika shule hizo, ikiwemo kuwafanyia ubainishaji na upimaji ili kuona changamoto zao na mwisho wa siku kuwafanyia afua stahiki za kuweza kuwasaidia kuweza kupata nafuu au kuondokana na changamoto ambazo zina wakuta au walizo nazo kwa sasa. Na uzuri wa mradi huu pia, hata kama unaisha, lakini umeweza kuacha alama ambayo mafanikio yale yataendelea kudumu hata bila kuwa na washirika hawa kwa sasa, kwa sababu wametoa vifaa vya kufundishia na kufanyia kazi katika kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum wenye changamoto ya uoni, lakini pia wametoa mafunzo kwa kuwaelimisha watu wetu, wataalamu wetu katika nyanja hiyo ya elimu ya watu wenye changamoto ya uoni, kwa maana ya kwamba wamesomesha baadhi ya walimu kutoka shule za msingi hasa walioko Arusha, wamesomesha wakufunzi walioko chuo cha walimu Patandi katika ngazi ya diploma, kozi fupi, lakini wamewasomesha wengine katika ngazi ya degree ya pili kwa maana degree ya uzamili, lakini pia wamesomesha na wengine kwenda kwenye degree ya uzamivu kwa maana PhD.